Naam, ni msafara wa Rais Mama Daktari Samia Suluhu ambayo iliweza kuvamiwa na wanaoaminika kuwa Watanzania wanaoishi nchi ya Urusi walipokasirika kuwa rais wao amekuja kuwatembelea nchini Urusi. Bonyeza alama ya like na subscribe niweze kukujuza kwa undani zaidi yale ambayo yanaendelea kujiri katika nyanja za kisiasa. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alianza ziara rasmi nchini Urusi itakayodumu hadi Juni tarehe 5. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu, kiongozi huyo tarajiwa kuhutubia na kuwasilisha ajenda ya mageuzi ya kiuchumi pamoja na kushiriki kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi. Na wanadiplomasia wa kimagharibi na makundi ya haki za kibinadamu yanaituhumu serikali ya Tanzania kuwamaliza uhai mamia ya vijana, haswa kikundi cha Gen Z wakati wa machafuko ya uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka 2025 tarehe 29, na pia kuhusika na utekaji na mauaji ya wakosoaji wake kabla na baada ya uchaguzi huo. Putin alikuwa miongoni mwa viongozi wa mwanzo wa dunia kumpongeza Rais Samia kwa ushindi wa 98% kwenye uchaguzi huo, huku wanaharakati pamoja na wananchi kupitia kwenye mitandao ya kijamii wakizungumza kuwa hawa viongozi wawili ni viongozi ambao wapo kwenye WhatsApp group moja na kuwa fikra zao ni sawa na kuwa hawajali maslahi ya wananchi na kazi ni kuwamaliza vijana uhai. Je, unakubaliana nao? Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hili swala nzima. Na Watanzania waishio Urusi wamekasirika na kusema kuwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu aliweza kuwamaliza vijana siku ya uchaguzi mkuu uhai wao, na wengi waliweza kupoteza maisha yao, na hadi kufikia sasa familia zao hazijaweza kupata fidia yoyote kutoka kwa serikali. Kumbuka, serikali kupitia makamu wa rais walizungumza na kusema kuwa serikali kama ya CCM imeweza kusahau utupilia mbali matukio yote ambayo yalifanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025 na kuzungumza kuwa serikali inaganga yajayo na kuwa yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Hayo si maneno yangu bali ni maneno ya makamu wa rais alipokuwa anazungumzia matukio ya tarehe 29. Na Rais Mama Daktari Samia Suluhu aliandika kwenye mitandao yake ya kijamii na kusema kuwa nimeondoka nchini leo kuelekea shirikisho la Urusi kwa ziara ya kitaifa kufuatia mwaliko wa Mheshimiwa Rais Vladimir Putin, ikiwa ni ziara ya pili kufanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya ile baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere ambayo iliweza kufanyika Oktoba mwaka 1969. Baadhi ya wananchi wakiendelea kumiminia sifa kuwa ziara yake itaweza kuwafaidi wananchi wa Tanzania. Wengi pia wameweza kuishutumu ziara ya rais kule Urusi na kuzungumza kuwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu ameenda kuupata jinsi Urusi inatawaliwa na udikteta, na kuwa atakaporejea nchini Tanzania itakuwa inanyoroshwa na udikteta. Je, unakubaliana nao? Tuandikie tu maoni yako hapo chini kuhusiana na hili swala nzima. Kumbuka, si watu wote ambao wanamshutumu rais kwenda ziara yake kule Urusi. Wapo wengi wanaompongeza kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka, ni msafara ambayo imeweza kufanyika baada ya miaka
miaka kadhaa. Kumbuka mwisho ilikuwa mwaka 1999 ambapo mwenda zake Mwalimu Julius Nyerere aliweza kufanya ziara hiyo, na mwaka 2026 Mama Rais Daktari Samia Suluhu naye pia aliamua kwenda Urusi. Kumbuka alizungumza kuwa alikuwa na rais wa Urusi Vladimir Putin, na kuwa si yeye mwenyewe alijipeleka bali aliweza kualikwa. Hebu tutaangalia tu baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi, jinsi ambavyo wameweza kureact na hili swala nzima, hili swala la ziara la rais kule Urusi. Je, ina matunda gani nchini Tanzania? Je, unahisi kwamba itakuwa na matunda? Tungependa tukusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako. Hapa kuna baadhi ya maoni kama huyu Maximilian aliandika na kusema, Ukraine afanyeni jambo dude, likiwa hewani lisambae huko huko, sisi hawa afu tunaanza kuimba watu wewe watu Ni baadhi tu ya maoni ya wananchi, kama huyu ameweza kusema kuwa Ukraine waweze kufanya jambo, na huyu ameweza kuandika na kusema aende tu hata asirudi. Maoni yako ni yapi? Tuandikie tu hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo.